Jeshi la polisi limewakamata watu 14 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai au kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai, ikiwepo makosa ya kujihusisha na vitendo vya kubaka, kupatikana na pombe haramu za moshi na magongo, lakini na kupatikana na mali za wizi katika matukio ya uvunjaji. Kupatikana na mimea idhaniwayo kuwa dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na matukio ya mauaji. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wetu wa Mtwara ni kwamba linamshikilia Wallace Gerald miaka 45, mkazi wa kijiji cha Makarango kilicho katika wilaya ya Masasi mkoa wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya marehemu alikuwa anaitwa Daniel Rafael Ruben ambaye alikuwa na miaka 48. Mtumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji Machi 18, 2025 kwa kumchoma marehemu na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, na kumkata sehemu mbalimbali za siri au sehemu za ume na kumsababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake huyo marehemu. Chanzo cha mauaji hayo ni baada ya mtumiwa kumtuhumu marehemu kuwa alikuwa akimwibia mali zake au vitu mbalimbali nyumbani kwake. Marehemu na mtuhumiwa walikuwa wakiishi nyumba moja na walikuwa wakishirikiana katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato. Aidha, ndugu Hussein Mfaume Ali miaka 35, mkazi wa wilaya ya Newala mkoa wa Mtwara, anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wetu wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji pia ya Bushiri Rashid Katambo mwenye umri wa miaka 78. Mtumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji tarehe Machi 2025 akiwa nyumbani kwa marehemu kwa kumpiga na kitu butu kichwani na kumsababishia majeraha yaliyopelekea kifo chake huyo marehemu, kisha kuchukua mwili wa marehemu na kudumbukiza katika kisima cha maji ambacho kipo katika nyumba aliyokuwa akiishi marehemu. Kupitia pia misako na operesheni mbalimbali ya jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Mtwara, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine 7 wakiwa na jumla ya lita 48 za pombe haramu ya moshi au gongo, ambapo mtuhumiwa mmoja alikamatwa na kupatikana na mimea idhaniwayo kuwa dawa za kulevya aina ya bangi katika shamba lake. Huyu mtuhumiwa alikuwa amepanda hii mimea ya bangi katika shamba lake ambayo alikuwa amechanganya na mazao mengine ya ufuta, na hatimaye tupata taarifa jeshi la polisi na tukaweza kumkamata na hatimaye kumfikisha mahakamani. Vile vile watuhumiwa makosa hayo walifikishwa mahakamani, baadhi walihukumiwa na wengine kesi zao ziko katika hatua mbalimbali za kusikilizwa mahakamani. Vile vile jeshi la polisi kuna mafanikio ambayo tumeyapata mahakamani, na tungependa pia tuwaambie wananchi wasio wao wanajua kwamba tunapokamata watuhumiwa hao kama makosa kama watuhumiwa, ni vyema pia wakapata taarifa za hukumu ama matokeo ya kesi hizo mahakamani. Vile vile katika mafanikio ya mahakamani ni kwamba tarehe 16 mwezi wa 4 2025 katika mahakama ya wilaya ya Mnanyumbu iliyo katika mkoa wa Mtwara ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela ndugu Amina, mtuhumiwa anaitwa Amina Musa Lazima mwenye miaka 47 na ni mkazi wa kijiji cha Michiga kilicho katika wilaya ya Nanyumbu kwa kosa la kupatikana mimea 120 za dawa izaniyo kwa za kulevya aina ya bangi, na kwamba jeshi la polisi ilipata taarifa kwa msiri kuhusiana na kuwepo kwa mimea hiyo ya dawa za kulevya ambao kimsingi alikuwa ameipanda katika shamba lake, na hatimaye tuliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo na kufikisha mahakamani ambapo aliweza kutiwa hatiani kwa kufungwa miaka 30 jela. Na kimsingi ni kwamba huyo mtiwa hatiani alikiri
kumiliki shamba hilo na mimea hiyo kuipanda kwa lengo la kujipatia kipato. Lakini vile vile Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara limeendelea kuwasisitiza wananchi kuwa jukumu la malezi na ulinzi wa mtoto ni kila mmoja na sio la serikali peke yake. Hata hivyo, wazazi wanakumbushwa kuzingatia mienendo ya watoto pamoja na usalama wao. Vile vile nipenda kutoa wito ama kutoa rai kwa wananchi hususan katika mkoa wa Mtwara, Jeshi la Polisi kwamba kutafuta njia sahihi za kumaliza tofauti zao za kutatua migogoro, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi zenye mamlaka ya kisheria. Kama tulivyoona hapa matukio ya mauaji, ni kwamba kama kuna changamoto za aina yote, inapaswa hawa wananchi waweze kuchukua hatua za kutatua migogoro waliokuwa nayo katika jamii bila kuleta athari ya kuleta madhara kwa mtu mwingine na kusababisha mauaji. Lakini bado niseme Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara, hali ya mkoa wetu ni shwari, ni salama kabisa. Wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao bila kuwa na wasiwasi, wakitegemea kwamba Jeshi la Polisi lipo na vyombo vingine vya usalama pamoja tunashirikiana na wananchi katika kupeana taarifa na kuweza kutatua changamoto mbalimbali za kiuhalifu.